In the world, there's a lot of problems. Unajua katika ulimwengu kuna matatizo mengi. And actually, I don't believe that there's no person who always can avoid problems. Na siamini kwamba kuna mtu ambaye anaepuka matatizo. But there is a difference. Lakini kuna tofauti. And the difference how we face the problem. Na tofauti ni kwamba namna gani tunakabiliana na matatizo. There is a song who's saying like this. Kuna wimbo ambao unasema namna hivi. Because he lives. Kwa sababu yeye anaishi. We can face tomorrow. Na tunaweza kuona kesho. I like to say this. Napenda niseme hii. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Everything is possible. Kila kitu kinawezekana. And today I want to take us a bit deep in a story. Na leo ningependa niingie ndani ya hadithi moja. This could be your story. Na inaweza kuwa hadithi yako. This could be my story. Inaweza kuwa hadithi yangu. This is a story from the Bible. Ni hadithi kutoka kwenye Biblia. This is a story how a woman in the Bible tried to handle her problem. Namna gani mwanamke ndani ya Biblia alitafuta kupambana na tatizo yake. But first of all, I want to explain a bit about faith. Lakini mbele kwanza ningependa nifasirie kidogo kuhusu imani. It's because maybe there's somebody who listen to this who don't know about Jesus. Labda kuna mtu anayesikiliza hayo na hajue habari za Yesu Kristo. The Bible says, Biblia inasema that Jesus Christ, ya kwamba Yesu Kristo is the savior. Ni yeye ndiye mkombozi. He was the solution that God gave. Yeye ndiye solution ambayo Mungu alipata. So we people could get connected again with ili tupate kujiconnect tena na Mungu. Jesus Christ promised. Yesu Kristo aliahidi that whoever who believes in me, ya kwamba kila anayemwamini will get this eternal life. Atapata uzima wa milele. But when we speak about believing, lakini wakati tunasema juu ya kuamini, what is believing? Kuamini ni kusema nini? Because everybody believes something. Kwa sababu kila mtu anaamini kitu fulani. But the true faith Jesus speaks about, lakini ya imani ya kweli Yesu anazungumzia, it's faith in action. Ni imani ambayo inakuwa na matendo. In Hebrew chapter 11, katika kitabu cha Waebrania sura 11, we can read that faith is confidence. Tunaweza kusoma ya kwamba imani ni uhakika. And it's an assurance. Ni uhakika about things that we can't see. Ya mambo ambayo hatuwezi tukaone. Just as today, kama vile leo, when I come to church, wakati nakuja kanisani, I acted in faith. Ninatumia imani. Because I get out of my car. Kwa sababu natoka katika gari langu. Because I believe that my car would start. Naamini ya kwamba gari langu litaenda kuanzisha wakati mimi naiwasha itawaka. I took my key. Nachukua funguo yangu, put it in, naiweka ndani, and started. Na mimi nawasha. I had no evidence. Sina hakikisho yoyote. But actually I know my car. Lakini najua gari langu. I know you if I take care of my car. Najua kama nikaitumia vizuri, he starts. Itaenda kuwaka. And it's the same with faith. Na hivyo hivyo kwa imani. The Bible says, Biblia inasema that faith comes, ya kwamba imani inakuja by hearing the word about Christ. Kwa kusikiliza neno la Kristo. So if you take a lot of faith, kama unachukua imani nyingi, if you just as I give my car service, kama mimi inaenda nifanyishe service kwa gari langu, good service actually, service iliyo nzuri, it costs some money, inabidi kiasi cha pesa, but I know, lakini najua when I get out, wakati na kuja nje, everything's changed, ya kwamba kila kitu kitakuwa kimebadilika, and it works, na inatumika. So I have confidence. Na hapa nina uhakikisho. And this is the same what happens. Na hii ndiyo inatokea when we speak about the Bible. Wakati tunazungumzia Biblia, faith comes by hearing. Imani inakuja kwa kusikia. And then before we believe something, na mbele tunaamini kitu fulani, we need to hear about it. Tunahitaji tusikie kwanza. Let's go to the text. We are going to Mark chapter 5. Hata tuingie katika kitabu cha Marko sura ya 5. And the Bible says, na Biblia inasema from verse 21. Marko sura ya 5 na mstari wake wa 21. This is a story. Hii ni hadithi. It started, Jesus, he crossed the river.
Wakati Yesu alipovuka bahari and a large crowd were gathered na around him. kundi kubwa la watu lilikuwa pembeni yake, He was by the lake. na alikuwa kwenye maji. Why were all these people around Jesus? Kwa nini watu hawa wote walikuwa karibu ya Yesu Kristo? What was special? Nini ambayo ilikuwa ya special hiyo siku? We are going to hear it. Tutaenda kuyasikiliza. But first we are going to read. Lakini mbele tusome About one person. Kuhusu mtu mmoja. It's one person. Ni mtu mmoja. This person. Huyu mtu. We read from verse 25. Tunaenda kusoma kwa mstari wake wa 25. We read, there was a woman. Na kulikuwa mwanamke. She was actually, she was sick. Alikuwa mgonjwa. And the Bible said here, she had been sick for 12 years. Na alikuwa mgonjwa kwa miaka 12. So here was a bad situation. Na sikiliza hali mbaya ambayo ilikuwa kwake. Verse 26. Na mstari wa 26 says she had actually tried all things. Na alikuwa amejaribu vitu vyote to solve her problems. Ili apate kupambana na tatizo yake. And the Bible text says this. Na Biblia inazungumzia hii. She had suffered a great deal. Ya kwamba amesumbuka kwa muda mrefu. Under many doctors. Ameenda kwa waganga wa kila aina. And she had spent all here. Na alikuwa ametumia pato lake lote. But yet instead to get better. Lakini pahali yeye apone, she would grow worse. Hali yake inaendelea kuwa mbaya. And we just want to focus with this. Na nataka tuangalie kwa hii. No, this could be you and me. Hii inaweza kuwa wewe na mimi. But Jesus, those things are in Bible. Wakati hivi vitu viko ndani ya Biblia. This is an everything, everyday thing. Na hii ni maisha ya kila siku. I will try to explain this. Nitajaribu kufasiria hii. We can see he was a bad situation. Alikuwa katika hali mbaya. And she had tried all things to solve. Na alikuwa amejaribu vitu vyote ili apate suluhisho. Maybe somebody who listened today. Labda kuna mtu ambaye anasikiliza leo. You know, you have a situation. Na umekuwa katika hali. Whatever you do. Nini yote unayoyafanya. You cannot get out of. Au utoke ndani yake. It can be sickness. Inaweza kuwa magonjwa. It can be fire. Inaweza kuwa ni finance yako. It can be fear. Inaweza kuwa ni woga. It can be many things. Inaweza kuwa vitu vingi. Let's call the problem. Acha tuite tatizo. And actually, we also see that she had spent all. Na Biblia inasema kwamba alikuwa ametumia pato lake lote. All her resources. Yote ambayo alikuwa nayo. To find out where can I get this help? Apate msaada, apate suluhisho. She maybe heard about a doctor there. Labda amesikia mganga fulani huku wala hospitali fulani huku. She tried. Amejaribu. No help. Hakuna msaada. She heard about another one. Labda amesikia mwingine huku. And I can say this because the Bible says. Na nimesema hii kwa sababu Biblia inazungumzia. The Bible says actually she had been in the care of many doctors. Biblia inasema kwamba amewaendea waganga wengi. And I don't speak bad about doctors. Na siongee vibaya kwa ajili ya hao watu. But this part of scripture says the doctor was not able to help. Lakini hawa waganga hawakuwa na uwezo wa kumsaidia. Sometimes we end up. Kuna wakati mwingine ambao tunafikia mahali. In situation. Katika hali. Bad situation. Hali mbaya. And we try to go from people to people. Na tunajaribu tuende kwa mtu kwa mwingine. And spend all our energy. Na kwenda kutumia nguvu yetu yote. And the result. Na result ambayo tunatosha huko. Is that as longer those things go. Ni kwamba wakati tunaendelea katika hivi vitu. And here we say her problem was 12 years. Na tatizo lake lilidumu kwa miaka 12. Maybe somebody knows what I'm speaking about. Labda mtu fulani anajua yale ambayo tunazungumzia saa hii. Maybe you have had a problem for 20 years. Labda wewe umekuwa na hii matatizo kwa miaka 20. 10 years. Miaka 10. And nothing happened. Na hakuna kitu kilichotendeka. But listen to this. Lakini sikiliza hii. The Bible says. Biblia inasema that there comes a change. Ya kwamba kulikuja mabadiliko. And actually the change came. Na mabadiliko yalikuja when this woman heard about Jesus. Wakati huyu mwanamke alimsikia Yesu Kristo. And what did her? Na nini ambayo alisikia? Because there's something. Kwa sababu kuna kitu fulani. She had tried a lot of things. Amejaribu vitu vingi.
and maybe discouraged. na labda alikuwa amejidekuraje, But then she heard something. na akasikia kitu fulani. And we can read I think it's in Mark chapter 3. Na tunaweza kusoma katika kitabu cha Marko sura 3 that they heard about Jesus. ya kwamba alisikia kuhusu Yesu Kristo. That we can read from verse 7 that a large crowd come to him. Na watu wengi walikuja kwake, kwa Yesu, because they heard. kwa sababu walikuwa wamesikia. And this is the gospel. Na hii ndiyo injili. This is the good news, my Hii friend. ndiyo habari njema, rafiki yangu. Because if you hear about Jesus, Kwa sababu kama unamsikia kuhusu Yesu Kristo, if you hear that Jesus can do something, kama unasikia kwamba Yesu Kristo anaweza kufanya kitu fulani, then you get faith. na utakuwa na imani. Because the Bible says Kwa sababu Biblia inasema that faith comes by ya hearing. kwamba imani inakuja kwa kusikia. The true faith comes by hearing the word Imani ya of God, kweli inakuja kwa kusikia neno la Mungu, the word of Christ. neno la Kristo. Because then you get faith. Na hapa utakuwa na imani. And just to explain, Na kwa kufasiria, so everybody understands. na kila mtu apate kuelewa, Then I can take Mark chapter 9 verse 23. na ndaweza kuchukua Marko sura 9 na mstari wa 23. Everything is possible for those who believe. Kila kitu kinawezekana kwa wale wanaoamini. And the opposite, Na kinyume yake we see in Hebrew chapter 11 verse 6. tunaiona katika kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 6, That nothing is possible if you don't believe. ya kwamba hakuna kitu kinawezekana kama usioamini. So actually this is simple. Hii ni rahisi. But this woman heard about Jesus. Na huyu mwanamke alisikia habari za Yesu Kristo. And we can read Na tunaweza tukasome. in verse, we continue in the same text. Tunaweza kuendelea katika hiyo text, Mark. Now we are in Mark chapter 5. Tunaendelea katika kitabu cha Marko sura 5. And we take verse 27. Na tutachukua mstari wake wa 27. She heard about Jesus. Na alisikia kuhusu Yesu Kristo. And she acted on his faith. Naye akafanya kitendo kwa ajili ya imani yake. She had heard Alisikia that all the people just tried to reach out to Jesus. ya kwamba watu wote walikuwa wanapenda wamfikie Yesu. So she was thinking, Naye alikuwa anafikiria, if only I can touch. kama tu mimi naweza nikaguse. And when I'll explain a bit more about this. Na nitaenda kuzungumza zaidi kidogo kuhusu hii. The Bible says she came up behind him in the crowd Biblia inasema alikuwa amejificha katika ile kundi and touched na akamgusa Yesu. because she was thinking, verse 28. Kwa sababu kwa mstari wa 28 alikuwa nafikiri, You know how this now something interesting happened. kila kitu ambacho kiko interesa kinatokea sasa hapa. She started to think different. Alianza kufikiria tofauti. If I just can touch. Kama mimi naweza kumgusa tu. The Bible says Biblia inasema she did it. akafanya hivyo. Immediately Na pale pale when she touched, wakati aligusa Yesu she got healed. akapona. The bleeding stopped Ile kuvuja damu ikaacha. and she felt in her body. Na akaisikia ndani ya mwili yake. She was free. Akasikia kama amekuwa huru. And this sounds simple. Na hii inaonekana ilikuwa rahisi. But faith is not simple, my friend. Lakini imani sio kitu rahisi, rafiki yangu. Let's see two situations. Acha tuangalie katika hali fulani. This woman, she was sick. Huyu mwanamke alikuwa mgonjwa. When you have a bleeding sickness in 12 years, Wakati unatokwa na damu kwa miaka 12, you are weak. umekuwa mdhaifu. Number one, she was weak. Ya kwanza alikuwa mdhaifu. Maybe you are weak also. Labda vile vile na wewe umekuwa mdhaifu. And actually, when you have blood disease, Na wakati unakuwa na hii magonjwa ya damu, she was unclean. ni kusema hakukuwa msafi mbele ya watu. When you was unclean, you don't supposed to be with people. Na wakati ulikuwa hauko msafi, haukuwa ungeweza kuwa kati ya watu. And between Na kati her healing ile kupona yake and her sickness, na ugonjwa wake, we see there was a large crowd. tunaona kulikuwa kundi la watu. But she started to act on his faith. Lakini alianza kutumia imani yake. She said, "Oh, I'm not allowed to go here." Akasema ya kwamba asiruhusiwe kwenda hapa. Maybe she had shame in her life. Labda alikuwa na haya ndani ya maisha yake.
She was maybe scared. What if people see me? Labda alikuwa anasema wakati watu wataniona watasema nini? Because it's impossible Kwa sababu haingewezekana to nobody could see in a big crowd. ya kwamba mtu aingie hapo bila kuonekana katika kundi kubwa. But her faith Lakini imani yake says this. inasema hivi. If I do it, Na kama mimi nafanya hivi, I get healed. nitapona. And the sense says, Na ile I'm weak, ijapokuwa niko mdhaifu, I'm sick, ni mimi ni mgonjwa I'm unclean. na mimi si msafi. And this crowd, Na ili kundi it's just like a huge mountain. iko kama vile ni mlima mrefu. And maybe she started to argue, Labda alianza kujiuliza, how can I get? namna gani naweza kuifikia ndani? It's impossible for me. Haiwezekani kwangu kuingia katika kikundi hiki. Because see, there were thousands of people Kwa sababu kulikuwa watu maelfu and no power. na hakuna nguvu. How can I do? Namna gani nitafanya? Let me tell you something. Acha nikwambie kitu fulani. She trusts on the Lord. Alijaribu. And if you trust on the Lord, Kama unamwamini Mungu, everything is possible. kila kitu kinawezekana. And we are not finished. Na bado hatujamaliza. We read in the verse 30 Tunasoma katika mstari wake wa 30 that she received. ya kwamba alipokea But Jesus Christ. na Yesu Kristo. And listen very carefully for this, my friend. Na usikilize vizuri hii, Because this can happen for you kwa sababu hii inaweza tokea kwako today. kwa leo If you believe. kama unaamini. You know, if you put your faith in Christ. Unajua kama unaweka imani yako kwa Kristo, If you start to act. kama unaanza kuifanyia kazi, Listen to what happened. acha nikwambie nini ambayo itatokea. At once Jesus, he found out there was a power to get out. Na wakati mmoja Yesu alisikia kwamba kuna nguvu ambazo zilikuwa zimemtoka. Because Kwa sababu when we have faith, wakati unakuwa na imani, we can drag the power out. tunaweza of us. kukokota nguvu kwetu. This is what the Bible says. Hii ndio Biblia inasema. He could feel it. Akajisikia And Jesus started to ask. na Yesu akaanza kuuliza, Said, who touched my clothes? nani amegusa vazi langu? And this is so amazing. Na hii inashangaza. Remember, there was thousands of people Ujiulize, kulikuwa watu maelfu walking with Jesus. wanatembea pamoja na Kristo. Many people had problems. Na wengi wao walikuwa na matatizo. But the Bible said only one. Lakini Biblia inasema kwamba mtu mmoja, Only one person touched him. mtu mmoja ndio alimgusa. Maybe you have been in a crowd. Labda umekuwa katika kundi kubwa. Today, my friend, Na leo rafiki yako, it can be you, sir. inaweza kuwa ni wakati yako. You can touch. Unaweza kumgusa Yesu Kristo. And when you do these things, Na wakati unafanya hivi vitu, if you start kama unaanza to build up your faith, kuanza kujenga juu ya imani yako, build up your trust on the Lord, kujenga juu ya kumtumainia Mungu and start to act na kuanza kuifanyia kazi on your faith, kwa imani yako, start to go to Jesus, kuanza kwenda kwa Yesu Kristo, then this is possible for you. na also. hii itakuwa inawezekana kwako. Jesus asked, Yesu anauliza, who touched? nani amegusa nguo langu, vazi langu? And the disciples says, Na verse 31, wa mitume wanasema kwa mstari wa 31, but see all the crowds. angalia watu ni wengi. We can, how can you ask, Namna gani unaweza kuuliza who touched me? nani amekugusa? Maybe did somebody, Labda kuna mtu fulani they did not understand what happened. ambao hakujua nini ambayo ilitokea, But Jesus, lakini Yesu he knew that. alikuwa anajua nini ambayo inaendelea, Because somebody kwa sababu mtu fulani in this crowd katika hili kundi had activated her own faith. alikuwa ametumia imani, And because of that, na kwa sababu ya hii this nguvu, this healing power hii nguvu ya uponyaji got connected with the woman's faith. ambao ilikutana na imani ya huyu mwanamke, And Jesus could feel it. na Yesu Kristo akayasikia. This is faith so alive. Na hii ndiyo imani ambayo iko nzima inaishi, And this is the story of the Bible. na hii ndiyo hadithi ya Biblia. Jesus, Yesu he kept looking around. alikuja kuangalia nyuma pembeni. Verse 32. Mstari wa 32, He kept looking akaanza kuangalia because he knew kwa sababu alikuwa anajua at one person. ya kwamba kuna mtu mmoja, There was one person in the crowd ya kwamba kuna mtu mmoja katika kikundi who had faith ambao iko na imani to receive something. kupokea kitu fulani. And maybe you are sitting today. Na labda na wewe unaikaa saa hii, This person, na huyu mtu, let me tell you another thing. acha nikwambie kitu kingine. The good news today Habari njema ni kwamba that the Bible says ya kwamba Biblia inasema that Jesus Christ, ya kwamba Yesu Kristo he's the same yesterday, ye ni yule leo
today and all the time. leo na hata milele na milele. You can read in Hebrew chapter 30 verse 8. Unaweza kuisoma katika kitabu cha Waebrania 13 na mstari wa 8. So if Jesus is the same, Kama Yesu Kristo ni ule ule, and people still have problems, na watu wangali na matatizo, then we can do the same. na tunaweza kufanya hiyo hiyo. If you do these things, Kama unafanya hivi vitu, you instead to focus on your problem, kwa hali ya kuangalia tatizo lako, look after Christ. umwangalie Kristo, Because she heard about kwa sababu amesikia kuhusu Kristo. it. She come to Christ, Anakuja kwa Kristo, put her faith in Christ, anaweka imani yake kwa Kristo and receive her miracle. na kupokea miujiza yake. This is the Bible. Hii ni Biblia.